Bima Pub, urahisi wa maisha. Endelea pamoja na serikali yake kuboresha na kusimamia vyema kituo cha Namanga ili kiweze kukuza biashara na utalii kwenye nchi yetu. Haya yote ningeweza kuyasema na mengine mengi, lakini viongozi wenzangu waliotangulia kusema wameyasema tena kwa ufundi mzuri, nisingependa kurudia kuyasema. Ndugu wananchi, leo nimetembelea miradi mbalimbali. Nimetembelea mradi wa maji, mradi mkubwa sana hapa Arusha. Mradi huu nimeambiwa uwezo wake wa kuzalisha maji kwa ajili ya matumizi ya watu ni lita milioni 200, wakati mahitaji ya juu ya maeneo yote ambayo mradi huu unapita, mahitaji ya juu ni lita milioni 130. Maana yake ni kwamba ni mradi mkubwa unaotupa ziada ya lita milioni 70. Huu ni mradi mkubwa sana. Nataka niwapongeze sana Wizara ya Maji kwa kusimamia vizuri mradi huu, na kwa kweli nimeuona mwenyewe. Ziko changamoto ndogo ndogo ambazo zimeelezwa na viongozi wengine hapa, masuala ya luku ya mita za maji na mengine yote. Tumekubaliana ndani ya serikali na tayari kazi inafanyika ili tuone jambo gani tunalifanya ili wananchi walipe bili ya maji kulingana na wanavyotumia. Na kwa sababu hiyo nataka niwatoe wasiwasi watu wa Arusha kwamba serikali yenu inawajali, inawasikiliza, na yote aliyosema na hata aliyosema mbunge wenu tutaendelea kuyafanyia kazi wakati wowote. Nimetembelea vile vile eneo ambalo tumejenga kituo kikubwa cha umeme. Mtakumbuka kuwa hapa tulipo Arusha, mahitaji ya umeme ni mengi sana. Mji wa Arusha peke yake ama wilaya ya Arusha hii peke yake inahitaji zaidi ya megawati 107. Kituo tulichokuwa nacho kilikuwa na uwezo wa kuleta umeme hapa Arusha megawati 96 peke yake. Leo tumekipanua, kitakuwa na uwezo wa kuleta umeme zaidi ya megawati 200. Na kituo kile tumekipanua kitakuwa na njia 10 za kuleta umeme kwa watu wa Arusha. Lakini kituo chetu cha Lemuguru tumekipanua, tumekiwekea njia 8 ili na chenyewe kiongeze umeme kwenye ukanda huu. Lakini vile vile tutaongeza njia nyingine 2 pale Lemuguru ili Lemuguru na yenyewe iwe na njia 10 kwa ajili ya kuwaletea umeme. Nataka niwahakishie na niwahakishie waheshimiwa wananchi wote mlioko hapa, tufanye tathmini, tuangalie mwaka mmoja uliopita na leo tunapozungumza kukatika kwa umeme na hali ilivyo leo, na tuwe wa kweli ndani ya mioyo yetu, tutaona kuna tofauti kubwa. Haiji kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tunaimarisha miundombinu ya umeme ili Watanzania wa Arusha wapate umeme wa uhakika. Ukanda huu ndugu zanguni, tunahitaji umeme mwingi. Mkoa wenu wa Arusha unahitaji megawati 107. Mkoa wa Tanga unahitaji megawati 126. Mkoa wa Manyara unahitaji megawati 14. Mkoa wa Kilimanjaro unahitaji megawati 68. Unaweza ukawa na umeme mwingi. Kama huna miundombinu mizuri ya kusafirisha umeme na kusambaza, bado watu wataendelea kukatikiwa na umeme. Ndio maana Mheshimiwa Rais alituelekeza tubadilishe kituo chenu cha Njiro. Mmeona tumekibadilisha. Leo tumeweka transformer kubwa yenye uwezo wa kubeba megawati 200. Ni kituo cha zamani cha mwaka 1983. Leo hiki kina uwezo wa kuwapatia umeme bila matatizo, na hakina njia moja, tumeweka njia zaidi ya 10 ili tuwapeni uhakika watu wa Arusha. Nataka nichukue nafasi hii, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Niwapongeze sana TANESCO, umefanya kazi nzuri sana. Wakati fulani nilivyoingia pale wizarani niliwaambia TANESCO, hamtalala usingizi mpaka Watanzania wapate umeme. Nafurahi kusema kuwa mradi huu mmoja wapo tumeusimamia kwa nguvu zetu zote ili watu waweze kupata umeme. Na nataka niwaambie watu wa Arusha, wala hamna sababu ya kuwa na wasiwasi kwa habari ya nishati ya umeme kwenye mkoa wenu. Tutahakikisha kwa maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunawapatia umeme kila mmoja, na kila mmoja afurahie keki ya nchi yetu kupitia sekta yetu ya nishati. Nataka niendelee kuambia, tumetembelea maeneo, tumeona matumizi ya nishati safi yanavyoendelea kutumika kwenye nchi yetu. Nafurahi, jana juzi nilikwenda kwenye shule kule Longido, nikawaambia walikuwa wanatumia kuni kupika, walikuwa wanatumia shilingi milioni 3 kwa mwezi kwa ajili ya gharama ya kulipia kuni. Baada ya matumizi ya nishati safi, matumizi hayo yameshuka kutoka milioni 3
hadi 600,000, ikizidi sana shilingi 700,000. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba matumizi ya nishati safi, achilia mbali yanahifadhi mazingira, lakini yanapunguza gharama za uendeshaji wa maisha yetu. Nataka niwaombe wakina mama lishe ambao ninyi ni jeshi kubwa mlioko hapa, endeleeni kuibeba kampeni hii. Na yale mlioyaomba, sikio langu limeyasikia, serikali yenu imeyasikia. Tutaendelea kuleta mitungi ya gesi pamoja na nishati nyingine ili mpike kwa nishati ya nafuu na tena ambayo inahifadhi mazingira. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wote, kama kuna mahali nimeona watu wanajituma ni Arusha. Arusha ni jiji la biashara. Arusha ni jiji la ukarimu. Arusha ni jiji la utalii. Arusha ni kitovu cha elimu. Nimefanya sensa na kuangalia taasisi za elimu zilizo Arusha zaidi ya 15. Arusha ni kituo ama ni kitovu cha demokrasia ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Arusha ni kitovu cha biashara ya vito hapa Afrika. Arusha ni eneo ambalo haliwezi kubaki kama lilivyo, kama tu tutaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana, tukafanya kazi kwa pamoja kama wana Arusha. Nataka nichukue nafasi hii, tunaposherehekea miaka 61 ya muungano wetu, wana Arusha mfanye kazi moja kuijenga Arusha yenu. Muwe na wivu na mkoa wenu, muupende mkoa wenu. Kila mtu aliyeko kwa nafasi yake awaze ni jambo gani ataliacha nyuma yake baada ya kuwa ameondoka. Kuondoka kuko kwa aina nyingi. Kwenye nafasi zetu za uongozi kuna siku utaondoka, ukigeuka nyuma useme kuna kitu gani watu watakukumbuka. Mzee Mwanuli amezungumza hapa, hakualikwa hapa kwa bahati mbaya, ni kwa sababu nyuma yake na wenzake kuna kitu waliacha. Kila mahali uliko, acha alama njema itakayokumbukwa na wenzako. Wazee wetu, waasisi wa taifa letu, baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere pamoja na Sheikh Amani Abeid Karume wanakumbukwa leo kwa sababu walituachia taifa linaloitwa Tanzania, ambalo limeunganisha nchi mbili, nchi ambazo zilikuwa na uhuru wake kila moja, wakaamua kuacha mamlaka na madaraka ya kila nchi, wakasema tuungane tutengeneze taifa linaloitwa Tanzania. Na tena wakalijenga kwenye misingi ya umoja, upendo na kuheshimiana na kuthaminiana. Wakatupa taifa zuri linaloitwa Tanzania. Tena taifa ambalo watu wake hawaangaliani kwa sura na makabila yao na dini zao. Kuwa na dini moja au nyingine kwao sio habari, muhimu ni utanzania wao. Wanakumbuka kwa sababu ya legacy hiyo ya muungano tulionayo. Sisi tuliopo leo tutakumbukwa kwa lipi katika uhai wetu? Sisi katika familia zetu tutakumbukwa kwa lipi? Iwe changamoto leo tunaposherehekea miaka 61 ya muungano wetu, tuwaze ni jambo gani tutaliacha kwa watoto na watoto wa watoto wetu juu ya taifa letu la Tanzania. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ninajua mlijiandikisha, ninajua mnajiandaa kwa ajili ya kampeni. Nataka niwaombe watu wa Arusha, na kwa kutumia mkutano huu niwaombe wa Tanzania wote mahali kokote tuliko, ya kwamba mwaka huu wa uchaguzi tujue kuwa tukio la uchaguzi ni tukio la mara moja. Baada ya uchaguzi maisha yataendelea. Kamwe tusiruhusu kwamba katikati ya uchaguzi huu tukaachana na uchaguzi tukabakiza uadui nyuma yetu. Tuvumiliane, tustahimiliane, tuthaminiane, tujione Watanzania wamoja tunaolenga kuleta uongozi kwa ajili ya kutuletea maendeleo, na tuchague viongozi ambao wana uchungu na maendeleo yetu. Watanzania wanaozungumza shida zetu, Watanzania wanaozungumza ama viongozi wanaozungumza maji, wanaozungumza elimu, wanaozungumza barabara, wanaozungumza huduma za afya kwa watoto wetu, wanaozungumza umeme. Hicho ndicho kiwe kipimo kwa watu wanaotafuta uongozi. Na kwa viongozi tunaotaka uongozi, tusitumie tofauti zetu kutafuta kura. Ukaenda kanisani kwako ama msikitini kwako ukatafuta uhalali wa kanisa au msikiti wako kutafuta kura. Hilo jambo halitaifanya Tanzania kuwa bora, litatugawanya kama taifa, na watoto wetu watarithi taifa lililogawanyika. Wala sitokee mtu hapa hata mmoja wa rangi yoyote ama wa size yoyote akasema kuwa hili taifa tunaweza kulivunja kirahisi. Misingi iliyowekwa na wazee wetu, na Dr. Samia Suluhu Hassan ameapa, na kwenye hotuba yake ulimsikiliza jana,
tutaulinda muungano huu kwa wivu mkubwa, kwa nguvu kubwa, na kwa kila aina ya rasilimali tulionayo, ili utanzania wetu ubaki. Ndugu zangu ni Wanaarusha, labda niwaambie jambo moja. Mnapoona tumeungana hivi, tunaitwa Tanzania, mtu mwingine anaweza kuona ni jambo la kawaida. Yako mataifa hapa duniani yalijaribu kuungana hivi, hayakufika na miungano yao kokote, ilivunjika. Kwa nini? Kwa sababu tu kundi la watu fulani wenye uchu pengine wa vyeo walisema ni bora tugawane, kila mtu akae kwake, lengo kila mtu apate cheo. Tusiruhusu kabisa taifa letu likagawanyika kwa sababu yoyote ile. Hili ni taifa zuri, kila mtu hapa ndani. Jana nilikuwa kwa watu wa Rumeru, niliwaambia baba anatoka nyumbani anaenda kazini, ana uhakika wa kurudi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ya amani ya nchi yetu. Wakina mama hawa mnawaona wanafanya biashara yao, wanapata riziki yao. Kwa nini? Kwa sababu kuna amani. Kama hakuna amani, hakuna biashara, hakuna ibada, wala hakuna mahali mtakaa mzungumze, kwa sababu kila mtu anaangalia wapi aende kujificha. Tulilinde taifa letu, miaka 61 ya muungano wetu iwe bado ni alama ya umoja wetu na amani ya nchi yetu. Ninapoendelea kumalizia, ndugu zangu ni Wanaarusha, nirudie tena kuwashukuru sana wote mliotupokea, na kwa kweli kwa ziara tulioifanya ninatoka nikiwa mwenye furaha kubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na uongozi wako, ninatoka nikiwa mwenye furaha kwa sababu kubwa mbili. Moja, nimeiona kiu ya maendeleo ya watu wa Arusha. Kiu ya maendeleo itatupa wajibu sisi upande wa serikali tufanye nini ili kiu yao tuweze kuimaliza. Mbili, nimeuona mshikamano miongoni mwenu, na kila mahali nilikokwenda kwenye wilaya zote, kila anachosema huyu na huyu anachosema huyu, wanazungumza maendeleo ya watu. Nataka niwaombe wananchi, tuzungumze maendeleo, tuzungumze hali zetu, tunajikomboaje kutoka hapa tulipokwenda mbele, na kamwe tusikubali wala tusiruhusu kutafuta hadithi nyingine nje ya maendeleo, kwa sababu haya maendeleo hayatusubiri, tunahitaji kuyasukuma mbele. Kuna watu wengine waliwahi kwenda mahali fulani wakaalika watu, wale watu hawakuja, walivyoacha kuja wakajihutubia wenyewe, baadaye wakasema tutarudi tena. Hawakurudi kwa sababu hawakuwa na uhakika wa kuja. Ninyi mmetuondolea aibu hiyo, mmekuja kwa wingi. Ninawashukuru sana Wanaarusha, nawashukuru sana kwa upendo wenu. Ninaondoka moyo wangu uko baridi na furaha kubwa kwamba watu wa Arusha na ahadi mlionipa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan nitaifikisha kama ambavyo mmeniambia. Nataka niwahakishie kwa kweli, kwa moyo wa dhati, Mheshimiwa Rais anawapenda sana watu wa Arusha, anawapenda sana. Fanyeni kazi moja, muombeni, muungeni mkono. Mambo mengi yanakuja tena ya maana, na nataka niwaambieni asitokee mtu yoyote wa aina yoyote akawaambia lolote zaidi ya haya ninayowaambia. Hakika mjue kuwa serikali inawapenda na itaendelea kuwaunga mkono kwa kila jambo mlilonalo. Nataka nimalizie kwa kuwaomba tuendelee kudumisha amani, tudumishe upendo, tudumishe umoja wetu tulionao, tuendeleze kama walivyotuendeleza wazee wetu. Mwisho kabisa, tusisahau kushiriki kwenye zoezi la kupiga kura. Wakati wa uchaguzi utakapofika, sote tuende tukasikilize mikutano ya kampeni, na yeyote atakayekuja kwetu anaomba kura, tumpime kwa namna ya uwezo wake wa kutuletea maendeleo, na kamwe tusichukue uchaguzi kama kigezo cha kutugawa ama kutuondolea umoja tulionao. Ninawatakieni kila laheri tunaposherehekea miaka 61 ya muungano. Nataka niwatakie kila laheri mtakaporudi nyumbani, mrudi salama. Wale mliosafiri, Mungu awasafirishe salama. Na kwa kweli nimefurahi mno, nimeona watu wamechangamka. Niwashukuru sana wasanii wetu JKT, tunawashukuru sana kwa band. Joe Makini alivyotuburudisha, yule binti wetu wa Arusha hapa alivyotuburudisha, na kikundi cha ngoma hiki, nawashukuru sana sana. Kwa kweli mmefanya shughuli hii imefana sana. Mungu awabariki. Niwaombe wana Arusha wote mkubali niwashukuru sana wazee wangu kwa zawadi mlionipa ya ng'ombe. Mimi ni mfugaji. Mmenipa ng'ombe, sitaenda kumchinja, nitaenda kumfuga. Siku moja mkija mtakuta maziwa. Mjue tu kwamba nimepokea zawadi yenu kwa moyo wa unyenyekevu.
Mungu awabariki sana kwa wema wenu na ukarimu wenu. Nitaendelea kukumbuka na nitamwambia mke wangu Benadeta, tumepewa ng'ombe Arusha na wametubadilishia jina pale katikati, wametuwekea neno ole. Sasa hiyo ole ukisikia usisikie kingine. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa yote na kwa ukarimu. Sasa naomba tusimame ili tuagane kama mko tayari. Tusimame wote. Haya, naomba tunyoshe mkono sasa hivi namna hii wote. Watu wa Arusha tunyoshe mkono. Nikisema Arusha oye, nataka nione na sauti isikike. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Moja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.